Habari za wakati huu mtazamaji wetu popote pale ulipo, karibu sana katika habari za saa kutoka hapa ITV. Mimi ni Victoria Mwaksimba. Mtazamaji, na kukumbusha tupo mubashara, usiache kututazama kupitia Facebook na YouTube. Anwani yetu ni ITV Tanzania. Wananchi wa mkoa wa Manyara wamepongeza ziara ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba kwa kutatua changamoto zao pamoja na kuibua dosari katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Naungana na mwenzangu Ferdinand Shayo kutoka Manyara kwa undani wa taarifa hii. Asante sana ITV Mikocheni, Dar es Salaam. Hapa ni katika mji wa Babati ambapo nimezungumza na wananchi juu ya ziara ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba. Wananchi wanazungumzia jinsi ambavyo ziara hiyo imekuwa na matunda makubwa katika kutatua kero za wananchi. Kwa upande wangu pia ziara ya Waziri Mkuu kupita maeneo mbalimbali ya nchi pamoja na eneo la Babati lililopita mkoa wa Manyara kwa ujumla ni jambo jema. Ukiangalia ni mkakati wa kuhakikisha kwamba wanaofanya wananchi wajihisi wako salama katika uongozi huu. Unapomtembelea mwananchi eneo lake na kumsikiliza shida yake na kuwa tayari kumtatulia, unamtengenezea mazingira ya kumfanya mwananchi ajihisi yupo salama, ajihisi uongozi uliopo unastahili kuwepo. Ni mazingira mazuri sana, ni jambo jema sana. Kwa hiyo mkakati huu ni mzuri, unasaidia, lakini jambo linalobakia tu ni moja, kwamba kero zinazozungumza na wananchi basi zitatuliwe kwa namna inayostahili. Na pale ambapo kuna kero ambazo haziwezi kutatuliwa na kiongozi, basi mwananchi aelezwe ukweli, kwa sababu kuna mambo mengine ya kisheria, kuna mambo mengine ni ya kimikataba. Kwa hiyo inabidi tu waeleze watu ukweli, anatakiwa kutatuliwa atatuliwe, ambaye issue yake ni ngumu aelezwe ukweli ili mambo yakae sawa sawa. Lakini ukiangalia pia kwa namna moja ama nyingine inaliweka taifa katika namna ambayo tuseme inaleta ahueni katika taifa. Ahueni hiyo inatokana na nini? Kama mtu alikuwa na machungu, amepata nafasi ya kusikilizwa na kutoa uchungu wake, maana yake moyo wake unapata amani, awe ametatuliwa au hajatatuliwa, lakini kusikilizwa tu ni njia ya kumsaidia kupata amani, kupata nafuu. Hata kama jambo lake lilikuwa linamuumiza kiwango cha 100%, huenda limepungua kwa 50%, japo hajatatuliwa. Kwa akitatuliwa na kwa limepungua kwa 100%. Sana ziara ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwigulu Nchemba imeleta mafanikio makubwa kwa sisi wananchi. Tumeona wananchi wengi walikuwa na changamoto kubwa sana, wametoka maeneo mengi, wameweza kutatuliwa. Tukiangalia kama ambavyo nilikuwa namfuatilia sana Waziri Mkuu kupitia vyombo vya habari akiwa kule Kiteto, tuliona ni kwa namna gani amewasaidia wanawake ambao walikuwa wakidhulumiwa. Tuliona mama ntilia ambaye alikuwa na shida, amedhulumiwa lakini ameweza kurejeshewa fedha zake. Lakini tumeona kwenye upande wa migogoro ya ardhi ameweza kutatua, na pia tumeona Waziri Mkuu ametatua kero nyingi za papo kwa papo. Kiukweli imekuwa faraja sana kwa sisi wananchi wa mkoa wa Manyara. Ndio. Unani bila kushauri viongozi katika kuhakikisha kwamba wanatatua changamoto za wananchi bila kusubiri viongozi wakubwa? Kwa kweli mimi ninachokiomba viongozi ambao wako chini ndio umekuwa muda mwingine ni changamoto. Unakuta wanashindwa kutatua tatizo mpaka mkuu wa mkoa afike ama mkuu wa wilaya afike ama waziri mkuu afike. Lakini hata pia kwa sisi wananchi, basi kama tuna shida tufike kwenye ofisi husika. Kama kuna changamoto nenda moja kwa moja, kuliko kae na changamoto yako msubirie kiongozi mkubwa afike hapa Manyara ama mikoa mingine ili aweze kutatua. Lakini kwa upande wa viongozi, mkileta changamoto basi muweze kuwasikiliza wananchi na muweze kutatua changamoto zao, na sio mpaka tuweze kuenda Dodoma kufikisha kero zetu. Narudisha matangazo haya kwa ajili ya kuendelea na habari za saa. Mimi ni Ferdinand Shayo wa ITV Manyara. Asante sana Ferdinand kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, ni mwisho wa habari za saa kwa sasa. Kipindi cha Arts and Lifestyle kinaendelea.